today is, uliondoka ama uliacha nyota? Uliondoka ama uliacha nafsi? Uliondoka ama uliacha roho? Uliondoka. Ndio maana Biblia inasema mpenzi, uzidi kunawiri na kuwa na afya njema kama vile roho yako inavyonawiri. So kama wewe haunawiri, jiulize roho yako iko wapi? Imefungwa ama uliacha mahali kijijini? Imefungwa ama uliacha mahali kwa mfuga umbwa? Roho imefungwa imefungwa ama uliacha mahali mwisho wa reli? Unaanza kujiuliza haya maswali. So talking of uoga, Ufunuo wa Yohana Revelation 21:8 inasema, lakini waoga na wasioamini na wauaji na wazinzi na wachawi na waabudu sanamu na waongo wote sehemu yao ni katika ziwa la moto. So waoga pia wanaambiwa sehemu yao ni katika ziwa la moto. Ndio maana ukisi uoga umekuingia, unavua uoga katika jina la Yesu Kristo, alafu unavaa mamlaka. Sisi ni watu wa imani. Kwa imani ulimiliki majeshi ya kigeni. Kwa imani unapiga roho ya uoga, unafyeka. Biblia inasema amelaaniwa mtu yule anazuia upanga wake usipate damu. Amelaaniwa mtu yule anayefanya kazi ya Mungu kwa ulegevu. Unapiga kwa kuharibu, unavunja vipande. So back to our topic. Our topic is, uliondoka. Unaona mateso yako unayapitia. Uliondoka kijijini kwa lile nyungu la nyanya mchawi? Uliondoka. Ulipoenda kwa mganga ama mama yako alipoenda kwa mganga, generation yake iliondoka ama ni miili tu pekee yake ilitoka? So mapepo pia yanataka mwili. Mapepo yanataka mwili yaishi ndani. Mizimu na watu pia wanataka mwili. Ulipokuwa kwenye mahusiano na mtu fulani, ulipoondoka, ulitoka na nyota zako ama ulimwachia? Kuna watu kabisa kazi yao hapa duniani ni kuiba nyota za watu, kuiba roho za watu, nafsi na nyota za watu na roho kupitia tendo la ngono. Ukikuwa naye kwenye mahusiano, unatoka wewe, unaacha mtu wako wa ndani, anabaki na nyota zako, unaingiziwa pepo ama jini. Ndio maana maisha yako yanaanza kuwa ni kama hayapo. Kuna watu waliacha nafsi, wakaacha pia roho, wakaacha kila kitu chao, wakafungwa. Kimsingi yule jamaa alikufa ama alikuwa mwenda wazimu. Kuna watu unaachiwa nafsi, roho inaenda. Uliondoka. The topic today is uliondoka. So Wakorintho wa kwanza 15 mstari wa 44 unasema, hupandwa mwili wa asili, hufunuliwa mwili wa roho. Kama basi kuna mwili wa asili, basi pia mwili wa roho upo. So tunaona mwili wa asili ndio huu unaweza ushika, like your physical body, hupandwa ama uzikwa, alafu mwili wa roho unafunuliwa. So wote waliokufa mwili yao ilizikwa, alafu miili yao ya roho ikafunuliwa. Na ile miili ya roho ndio imebeba kila kitu. Imebeba nyota, imebeba utashi, it has everything, ndio imefunuliwa. Na nipata. So upando mwili wa roho, mwili wa asili ufunuliwa mwili wa roho. Umenipata? Yani Corinthians. So tuko na miili mbili. Yani kama vile wewe ulivyo, mtu wako ndani pia anakaa kama wewe. Anaweza achwa mahali. Anaweza achwa mahali kwa mashimo. Anaweza achwa mahali kwenye mapango. Ndio maana Zaburi 40 mstari wa 2 unasema, akanitoa katika shimo la uharibifu. Hapa ni Daudi anasema, akanitoa katika shimo la uharibifu, katika tope katika udongo utelezi, ama tope la matope. Akaweka miguu yangu juu kwenye mwamba. Hiyo ni Zaburi 40:22. Ni mtu anaishi lakini anaomba kabisa, Mungu amenitoa kwenye mashimo ya uharibifu. So aliyefungiwa kwenye mashimo ya uharibifu ni nani? Ama ni nini? Daudi tena anasema, itoe nafsi yangu kifungoni nipate kukuhimidi. Je, uliondoka? Nafsi yako iliondoka kwenye mashimo ya uharibifu? Nyota yako iliondoka ulipokuwa kwenye mahusiano? Ulipokuwa kijijini, ulipoenda kumtembelea bibi, ulipoenda mkafanya matambiko yenu siku ya Christmas, mkachinja ng'ombe, mkamwaga pombe, mkasema tunawapatia mizimu. Ulipoondoka ukurudi kazini kwako, uliondoka wewe ama ni mwili uliondoka?
Kuna watu wanasema nimetumiwa roho ya uchunguzi, like a monitoring spirit, lakini kumbe monitoring spirit inakumonitor ikiwa ndani yako. Ulibeba ulipoenda kijijini, ulibeba ulipochukua pesa kwa mtu fulani, ulibeba ulipomkaribisha mtu fulani kwako. Biblia inasema, the Bible is so clear, inasema wakaribisheni wageni, kwa kuwa baadhi yenu walikaribisha malaika. Shetani pia na malaika zake, kulikuwa na vita mbinguni. Mikaeli na malaika zake akashindana na yule joka. Joka pia na malaika zake akashindana naye, lakini hawakushinda. So unanielewa? So unaweza kuwa ulikaribisha rafiki, lakini kumbe ni agent wa shetani. Alipotoka akatoka na wewe, akaacha mwili wako. Uliondoka kwenye mashimo ya uharibifu, uliondoka kwenye mapango, kwenye chupa, uliondoka kwenye irizi, uliondoka. Kitabu cha Peter wa kwanza, 1 Peter 3, chapter 3 verse 18 inasema, kwa maana Kristo naye aliteswa mara moja kwa ajili ya dhambi, mwenye haki kwa wasio na haki, ili aulete kwa Mungu. Akapigwa kwa jinsi, akauliwa kwa jinsi ya mwili, kwa jinsi ya roho akauishwa. Unaona? Kupitia hiyo roho sasa akaenda akahubiria wote walio kwenye kifungo. Yaani Yesu aliacha mwili kwenye msalaba. Tunadhani mtu amekufa kwenye msalaba, lakini roho ikauishwa, ikaenda paka kwenye watu wote walio kwenye vifungo. Nanipata? Akaenda paka kwa watu wote kwa jinsi ya roho. So kuna uwezekano wewe kwa jinsi ya roho unaweza toka ukaenda mahali fulani, ukapelekwa mpaka kwenye kifungo, ukafungwa kwa jinsi ya roho. Nafsi yako yani kwa jinsi ya roho inaweza tolewa ikapelekwa mahali, alafu ukaachwa na mwili. Mwili wako ni kama hekalu tu, ni kama tu nyumba, panaweza ishi chochote. Ni kama uchukue mkebe wa chupa, for instance uchukue hii kitu imejaa maji, lakini tuseme you can see it's opaque, hauwezi ona ndani, ikajaa maji. Yale maji ukayamwaga, ukatoa, ukaweka mkojo, ukaifunika. So chupa ni ya maji, lakini ndani pana mkojo. Hivyo hivyo mwili wako unatolewa uzima, panaingizwa mauti. Ule uzima unatoka na nyota. Roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Umeelewa? So uliondoka, the question is, uliondoka. So Yesu kwa jinsi ya mwili ako msalabani, lakini kwa jinsi ya roho ametoka mpaka kaenda kuwahubiria watu walio kwenye vifungo. Wakati wa Nuhu, Paulo anasema katika kitabu cha Colossians, wa Kolosai wa pili, chapter 5 inasema, maana nijapokuwa sipo kwa mwili, lakini nipo pamoja nanyi kwa roho. Yaani Paulo anasema mimi kimwili mimi siko na, guys kizeni, mimi I'm very far, lakini kimwili mimi siko na ninyi. I'm not with you guys. Lakini kiroho tuko pamoja. Kiroho tuko pamoja. So kuna uwezekano mtu kwa jinsi ya mwili hayuko pamoja nawe, mlishaachana kitambo. Mlidivorce. Kazi uliyoifanya wewe uliachana na hiyo kazi, lakini nyota yako ndio imeshikilia kampuni. Ndio maana mara moja ukianza kuomba unaanza kumuona ule mwajiri wako. Mara moja ukianza kuomba unaanza kuona watu ambao wamechukua nyota yako, unaanza kuona ule mchumba wako wa kitambo, unaanza kumuona babu, unaanza kuona katoto, unaanza kuona kwenye ndoto. Sijui kama unanielewa. So nakwambia Paulo anasema mimi siko nanyi kimwili. Like guys, in blood and flesh I'm not with you, but kwa jinsi ya roho tuko pamoja. So kuna watu kwa jinsi ya roho ako pamoja na wewe. You're one with someone kwa jinsi ya roho mko pamoja. Ashakutoa mahali. So mtu anapoenda kwa mganga, umeenda kupata mtoto kwa mganga. Kuna watu wameenda kupata mtoto kwa mganga, ama kuna generation babu ama nyanya alipata watoto kupitia uchawi. So akaambiwa sawa, watoto utawapata, lakini kila atakayezaliwa atakuwa nyota zake tunaweka hapa. So kile ni kituo cha kuibia nyota. So alizaliwa, familia ilizaliwa, ilipozaliwa uzazi ukabaki pale. Jamaa kaamka akaacha uzazi, akatoka mtu wa nje akatoka tu, roho ikashikwa kwenye mashimo. Ndio maana Biblia inasema
Roho ya Bwana juu yangu, amenitia mafuta kuwatangazia maskini habari njema, vipofu kupata kuona kwao tena, na walio kwenye magereza kupata kuachiliwa kwao. Walio kwenye magereza, lakini hakuna mahali kwa Biblia Yesu amewatembelea watu kwenye magereza. Anaongelea magereza ya rohoni. Inukeni, inukeni enyi malango ya milele, mfalme utukufu apate kuingia. Kuna malango yamekaa sana milele, yamekaa, yani malango yamekaa pale. Malango ya umaskini ulifungiwa pale. Ulienda kumtembelea rafiki yako fulani, ukatoka ukaacha roho pale. Ulisafiri kwenda nchi fulani, umerudi Kenya, maisha yako yamekuwa mabaya kabisa, pesa imepotea, ulibaki kule kwa Mwarabu, ulibaki kule kwa Hindi, ulibaki kule kwa bibi fulani, ulibaki kule mwisho wa reli, ulibaki kule kwenye mapango wamekuweka, kwenye irizi wamekuweka mahali fulani. Ndio maana ukisoma kitabu cha Wafalme wa Pili chapter 5 verse 26, hapa ni story ya Gehazi, mtumishi wa Elisha na Elisha mwenyewe. Sasa hapa ni story ya Naaman alipoponywa ukoma, alipoenda akajitumbukiza mara 7 akapona. Gehazi alimfuata Naaman baadaye, akachukua vitu fulani kutoka kwa Naaman. So alipoenda akarudi kwa Elisha. Elisha anamwambia hapo kuanzia Wafalme wa Pili mstari chapter 5 verse 26, anamwambia, lakini Elisha akamwambia, kwani roho yangu haikuenda pamoja nawe wakati ule ulipotoka garini mwake na kuja kukutana nawe? Unanielewa? Anamwambia, kwani roho yangu haikuenda pamoja na wewe? So kumbe tunaona kuna njia nyingine ya watu kuenda pamoja na wewe. Unaweza kuwa ulienda mahali fulani, unadhani umesafiri kwa jinsi ya damu na nyama, lakini kumbe mamako ni mchawi ama mjomba wako ni mchawi, ama umezungukwa na wachawi na madevil worshiper, wanaenda pamoja na wewe, wanakuzuia. Roho yao inatoka inaenda pamoja na wewe. Monitoring spirit. You think it's a spirit, lakini ni mtu kabisa anakuja. Ni mtu kabisa. Ndio maana kuna wakati fulani unahisi kuna mtu ndani ya nyumba, ama unapokuwa unaomba unahisi kuna mtu anakuangalia. Yupo kabisa, yupo. Anashangaa, huyu ameanza kuomba na nilikuwa nimemwacha mahali fulani, hajaondoka bado hii nyota yake tunaitumia, bado haijaondoka. Nafsi yake tunaitumia, mbona anaanza kuomba hivi? Anakuja mwenyewe. Sometimes you feel like, hey, mbona naomba? Ama kwa kioo yako unashangaa unafeel kama kuna mtu anakuangalia kupitia kioo. Kimsingi roho yako inakwambia yupo mtu, huyu si pepo, ni mtu. Unaanza kubomoa, sema na wafyeka na mpasua katika jina la Yesu Kristo, na wapiga na upofu kwa mamlaka ya damu na kondoo, na geuza nyumba yangu na inakuwa moto. Right? Unaomba kama mwenda wazimu. So Elisha alitoka kwenye roho, akaenda pamoja na Gehazi. Sijui kama unapata hiyo concept. Kuna watu tu ulikuwa kwenye mahusiano na yeye. Ulipokuwa kwenye mahusiano na yeye, maisha yakaenda mazuri, kumbe alikuwa anataka tu nyota fulani tu ya pesa, nyota fulani tu ya kazi, akaipata, akakuacha, akaenda kwenye mahusiano mengine. Ndio maana kuna watu yani wako na wanawake wengi ama wako na wanaume wengi, na kuna watu hawajui kuwa tabia yao ni kuondoa watu. Yaani kuna vitu vimewaingia, ana tabia kupenda wanawake, kumbe mwili wake unatumika kuiba nyota za watu, kuondoa nyota za watu. Na unapokuwa unaomba, kuna wakati unashangaa, mimi kwani I have multiple spiritual spouses. Leo amekuja huyu, kesho amekuja huyu, kesho amekuja yule, unashangaa, amekuja mpaka mtu fulani namjua. Unashangaa, ni vipi amekuja mpaka mtu fulani namjua? Wanatumika yani kuiba nyota, kukuondoa kwenye mwili, kuondoa baraka zako. Kuna watu mapasta wao, ile madhabahu wanaohubiria ama manyumba yao ndo mahali ambao wameondoa watu, wameweka watu pale, yani. So the big question is, umeondoka? Lakini kuna njia ya kuomba, kuna njia fulani ya kuomba. Mungu anakuambia wafanya malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miali ya moto. Unasema kwa mamlaka ya damu na kondoo, na geuka na kuwa moto, na pasua mairizi zao, na toka na nyota zangu. Unayapasua, unageuka na kuwa moto. Kuna mtu tu anaota kwa chini ya bahari, hajaondoka bado kwenye chini ya bahari. Kuna mtu bado anaota ndoto fulani analima kijijini,
Kumbe ni ukweli, usiku anatolewa kwenye mwili, analima. Kwa taarifa yako, usiku unaweza toka kwenye mwili ukaingizwa hata kwa ng'ombe. Yule ng'ombe akalima vitu fulani kijijini. Kumbe wewe bado haujatoka huko kijijini, alafu asubuhi unaletwa. Ama kuna kitu kinatolewa, roho ya babu aliyekufa inaingizwa ndani yako, wewe umebaki kwenye pango. Ndio maana kuna watu bado wanaota ndoto kwenye makaburi, wanaota ndoto kwenye mapango, na kuna wengine hata kuota wote, umefungwa fikra, utashi wako umefungwa, you can't even dream. Ni mbaya sana kama hauoti, ni mbaya sana kama upati maono, kwa sababu maono, ndoto ni bayana. Ndoto ndio inakuelekeza maisha yako yanaendelea vipi kupitia ndoto. So umefungwa ndoto. Ndio maana unapokuwa ukiamka, kama haujaota ama umeota, haijalishi, unasema kwa mamlaka ya damu mwana kondoo, naondoa kila uovu uliowekwa juu yangu, nakaribisha, nafungulisha baraka kwa mamlaka ya damu mwana kondoo. Anayeniwazia mabaya, na pasua hayo mawazo, kila madhabahu iliyojengwa juu yangu na yaharibu, nafungulisha baraka zangu kwa mamlaka ya damu mwana kondoo. Tena unaanza kuomba yale mambo ambayo bado sijayaona kwenye macho yangu, yale mambo ambayo hayajaingia moyoni mwangu, na yafungulisha leo na sasa hivi. Ile baraka ambayo baba haijanipata mimi, na iita njoo. Yani asubuhi ni vita. It's time to fight. It's war. So kuna wengine kabisa mnadhani mtu alikufa, kumbe ndo amechukuliwa, amewekwa mahali fulani. Amechukuliwa afanya nini? Amewekwa mahali fulani. Matendo ya Mitume kuanzia chapter 8 verse 39. Hapa ni story ya Filipo na ule mfanyibiashara wa Ethiopia, Ethiopian eunuch. Alikuwa anatoka jamaa, alikuwa anaenda anasoma kitabu cha Isaya, alafu malaika wa Mungu Roho Mtakatifu akamwambia enda ujiunge pamoja naye. Jamaa akataka kubatizwa. Alipobatizwa, ndasoma iko kifungu, mara walipoingia maji, Filipo na yule mfanyabiashara wote walimtoa katika maji, wakatoka katika maji wote, na Roho wa Bwana akamchukua Filipo, naye hakuonekana tena. Alichukuliwa akapelekwa mahali panaitwa Azoto. Yaani Roho Mtakatifu alimbeba in blood and flesh, akambeba hivi. So unajiuliza, kama hiyo ilitendeka kwenye Biblia, kuna wachawi pia wanaweza kufanya hivyo. Ndio maana kuna watu kwenye ndoto unaota unapepea kwenye anga, umebebwa kwa jinsi ya roho. Na kuna wachawi anaruka na ungo akiwa na mwili wake, anakuja kuiba watu akiwa na mwili wake. Kuna watu kwenye familia walipotea, hawaonekani, wametafutwa kwenye mochari, wametafutwa mahali fulani, walibebwa na miili yao. Hivyo tu, anafungwa utashi, anafungwa roho, anafungwa mwili, anakuwa kama zuzu hivi, anakuwa kama zuzu tu fulani. Unashangaa huyu jamani mwenda wazimu, ako Kenya lakini asili yake ni ya Kiburundi. Alibebwa pamoja na mwili wake. Panatokea ajali. Pakitokea ajali, gari linaanguka. Gari lilikuwa limebeba watu 52. Miili inapatikana ngapi? Miili inapatikana 20. Imeua kila mtu. Miili nyingine unaambiwa it's beyond recognition. Haijulikani imeenda wapi. Kimsingi wale watu wamebebwa hivi live, wamebebwa wakapelekwa mahali fulani. Watu wanachukuliwa na mwili, na watu pia wanachukuliwa kwa jinsi ya roho. Kuna mtu kabisa yeye amechukuliwa, Kiswahili tunaita misukule. You've been taken captive live, ukiwa hivi tu kabisa unachukuliwa. Ndio wale watu lazima pia waombewe, watolewe kwenye mapango, watolewe kwenye kazi za kishetani. Na kuna watu roho zako zinabebwa kabisa na wafanyi biashara. Kuna pasta amebeba nyota za watu, anaongea lakini anaongea kama joka, anaongea kama mtu fulani. Biblia inasema, the Bible says, Zakaria alitokewa na malaika Mungu akamwambia utapata mtoto mwanaume, utamwita Yohana, atatangulia kwa nguvu na roho ya Elia. Naona, kwa nguvu na roho ya Elia. So kuna uwezekano wewe mahali fulani haukuondoka, lakini ulitangulizwa kwa nguvu na roho ya babu fulani aliyekufa, lakini wewe kama wewe haukuondoka. Ndio maana kuna watu fulani unashangaa kama mtu alikuwa mgonjwa, ama alipata ajali, ama tukio likatokea tu itakapoteza kumbukumbu. Alipoteza kumbukumbu, unashangaa anaanza kufundishwa kuongea, anaambiwa ndio mama, pia anang'ana ndio mama, amesahau kumbukumbu. Kiuhalisia ule mtu kuna mali hajaondoka. Unaenda kwenye hospitali, unaambiwa wewe
hawezi tunga mimba. Kwa sababu gani? Kama mwanaume hawezi hauna uzazi, anakwambia uko na low sperm count. Unashangaa, daktari, kivipi? Sije kuwa mgonjwa? I think I'm okay. Kama ni njugu nakula sana, kama ni almond nuts nakula sana, kama ni nazi nakula ndo siseme. Anakwambia you have, bado kuna tatizo, uzazi uliondoka, haupo. Kuna watu wakipata watoto wanakufa kwenye tumbo, unaavya mimba. Ama ukipata watoto wanachukuliwa wakiwa wadogo. Uzazi ulienda, ulitoka wewe ukaacha uzazi mahali fulani. Uzazi haukuondoka. Kitabu cha Ezekia 13 kuanzia mstari wa 18. Ezekia 13 mstari wa 18 unasema, Bwana Mungu asema hivi: ole wanawake wanaoshona hirizi katika viungo vyao vya mikono, wakaweka leso, yani turbans, wakaweka leso kwenye vyakina kwenye vichwa vyao, wawinde roho za watu. Je, mtaziwinda roho za watu wangu na kuzihifadhi zenu? Unaona, kuna watu wanawinda roho, yani roho yako inabaki. Ndio Mungu anakwambia, je, mtaziwinda roho za watu wangu na mzihifadhi zenu? Wachawi yani yeye anahifadhi roho yake, lakini anabaki na yako. Unatoka mwili, roho inabaki, ana exchange na joka. Alafu hapo chini nasema kuanzia mstari wa 19, Ezekia 19 hapo inasema, nanyi mmejinajisi kwa vipande vya mkate na vipande vya shairi, ili kuziua roho za watu ambao haiwapasi kufa. Yani mnaua watu ambao hawafai kufa, na kuhifadhi hai roho za watu ambao haikuwapasa kuwa hai. Anaongelea wachawi hao, wanaua roho za watu ambao haiwapasi kufa. So kuna biashara ambayo haipasi kufa lakini inakufa kwa sababu kuna mali fulani bado haukuondoka. Mfanyabiashara alikushika. Ni muhimu kuomba, ni muhimu kuvunja, ni muhimu kujitenga. Kuna mambo ya kujitenga, kuna mambo ya kuvunja, kuna mambo ya kuharibu. Unashangaa miaka imesonga sana, unafanya kazi ya kuchosha usiku mzima, kuna mali ulibaki, kwenye madhabahu fulani ulibaki, kwenye maagano bado kuna mapicha yako fulani yalipelekwa. Na tunapiga wachawi, tunawasahau kupiga wala watu ambao wanatupeleka kwa wachawi. Kuna watu wanatupeleka kwa wachawi. Balaam alikuwa mfalme, hakuwa mchawi, lakini Balaam alikusanya wazee wa Midiani na wazee wa Moabu, wakamtuma kwa Balak. Balak alikuwa mchawi, wakiwa na ada ya uaguzi. Walikuwa na kafara, yani tunaenda na ada ya uaguzi kwa mchawi. Wale pia unawakamata, unasema katika jina la Yesu Kristo, yule aliyeniendea kwa mganga na mkamata na umfyeka. Unawavunja vipande. So nadhani nimepata hiyo concept. Leo nataka tutoke kwenye mashimo. Ndio maana kila mara tunasema njoo kwa mamlaka ya mwana kondoo. Unaita nafsi, unaita roho, unaita mwili, unaita nyota, yani unaita mtoto wako pia unamuita, unatoka. Biblia inasema saa ipo na saa yaja ambayo wafu watasikia sauti ya mwana wa Adamu. Yani ni wafu watasikia sauti ya mwanadamu. So kuna uwezekano kuna vitu vyako vimekufa. Vimekufa kwa jinsi gani? Zimekufa kwa jinsi uliviacha mahali fulani, viko kwenye mashimo ya uharibifu. Ndio maana Mungu anasema ametutoa kwenye mashimo ya uharibifu, ameweka miguu yetu kwenye mwamba. Sio kama unanielewa? Ametutoa kwenye mashimo ya uharibifu. Nataka sasa tuvunje kila madhabahu. Kaida yetu tunapaswa, nataka tupige 30 minutes peke yake, ama 30 minutes na 10 minutes tumalize. Lakini maombi ya vita ni maombi ya mamlaka, ni maombi ya vita, ni maombi ya it's war, it's total takeover. Nataka sasa tujitakase, tuingie kwenye maombi. Biblia inasema wafanye malaika zake kama upepo na watumishi wake kama miali ya moto. Biblia inasema maana wale aliowajua toka asili, aliwapenda toka asili, ili wafananishwe na sura ya mwanawe Yesu Kristo. So kuna uwezekano kuna watu tu kibali yake, yani kibali yako, sura yako, mwonekano wako haijaondoka mahali fulani. Lazima tuanze kuvunja sasa, lazima tuanze kupasua kwa mamlaka ya mwana kondoo.